ambapo naibu waziri wa afya Dr. Godwin Mollel mwishoni mwa mwaka jana alibainisha kwa matumizi holela ya dawa hasa za maumivu na zinazotibu magonjwa mbalimbali ya muda mrefu zinatajwa kuwa ni moja kati ya vichocheo vikuu vya ongezeko la magonjwa ya figo hapa nchini. Tafiti za wataalamu wa afya zinaonyesha kuwa sasa asilimia kubwa ya watu hupendelea kutumia dawa za maumivu bila hata kupima na kushauriwa na wataalamu. Mwandishi wa Kasri la Kikeke kutokea Geita, yeye amezungumza na wananchi kujua kinachowapelekea wao kutumia dawa bila ya vipimo na ushauri wa kitaalamu. Swala hilo la matumizi ya dawa bila ushauri wa kitaalamu limeonekana kuwa ni kawaida kwa baadhi ya watu, hali inayohatarisha usalama wa afya zao. Niko hapa katika mtaa wa Shilabela. Baadhi ya wananchi wamezungumza kwa nini ni kawaida kwa baadhi ya watu kutumia dawa bila ushauri wa kitaalamu. Tunameza dawa kwa mazoea. Nikawa naumwa sana na ugonjwa tofauti kabisa. Ilikuwa tu damu imekuwa nyingi kwenye mwili, kwa hiyo natakiwa nikatoe damu ili afya yangu ikae vizuri. Lakini mimi nikaenda kununua mseto nikajipiga hizo siku 3, bado hali kaendelea kuwa vile vile. Elimu kwanza ni kidogo mbele ya Tanzania wengi wao. Alafu kingine kinakuja ni juu ya kipato, shega uchumi. Mtu anaanza kwamba ni leo na shilingi 5,000, lakini biashara yote inaonyesha kwamba nitakuwa naumwa hiki. Ili nipunguze nibane matumizi. Niende pharmacy nichukue dawa, nimeze nitapona. Nisipopona sasa endelea kubashiri tena ndarudi na pharmacy. Chukua dawa nyingine nikiamini kwamba hadi nipone. Kwangu mimi naweza nikasema kwamba tuna ule uzoefu wa kuzoea. Umeona? Yaani wewe hata kama kitu tu kinakuuma wewe unachukulia kwamba nikitumia pana ndio itakuwa tayari. Kwa hiyo ushauri mzuri ni kumuona tu daktari na kisha ukapima ukajua nini zaidi kinachokusumbua. Hata hivyo, mmoja wa watoa huduma katika duka la dawa muhimu amesema changamoto kubwa inabaki kuwa upungufu wa elimu miongoni mwa wananchi kuhusu hatari za matumizi holela ya dawa. Mimi hapa nahudumia wateja wa aina mbalimbali, lakini sana wateja wangu wanaokuja hapa wanakuja na cheti kutoka kwa daktari, wanahitaji dawa. Wale ambao sio waelewa, lakini mimi kama mtoa dawa nachukua nafasi hiyo kuwaelimisha tu akija hapa mteja, lakini pia unamshauri zaidi. Daktari wa magonjwa ya binadamu Enoch Shunu kutoka hospitali binafsi ya Sakam iliyopo Geita mjini amesema watu wengi wanaokumbwa na maumivu au magonjwa hutafuta dawa kwenye maduka ya dawa bila ya kumuona daktari au kufanya vipimo vya awali, hali inayosababisha kuhatarisha afya zao. Kuna madhara mengi ambayo yanatokana na matumizi ya dawa kiholela kwa namna hiyo, kwa sababu wakati mwingine matumizi ya dawa yanasababisha kuficha ugonjwa. Mfano, mtu anaweza kaa anaumwa kichwa kwa muda mrefu, akawa anatumia dawa za maumivu, paracetamol, lakini kumbe hiyo changamoto ya kichwa inasababishwa na pressure. Mkaguzi mwandamizi wa mamlaka ya dawa na vifaa tiba Tanzania TMDA kanda ya Ziwa Magharibi, Venus Bulushi, amesema wanahitaji kusimamia soko la dawa katika mkoa wa Geita. Inahitaji juhudi za pamoja kutoka kwa jamii, wataalamu wa afya na maduka ya dawa muhimu. Kwenye vituo vya kutolea huduma hatuna shida, labda kwa vichache tu ambavyo vinaweza hasa vya binafsi vinaweza vikakiuka taratibu za manunuzi. Adhabu ya kwanza hasa kwa dawa ambazo hazijaorodheshwa kuuzwa katika lile eneo, kwanza ni kumnyang'anya kwa mjibu wa mamlaka ya mkaguzi. Sio kitu ambacho ni busara kuzichukua zile dawa na kuziteketeza, kwa sababu bado zinaweza kutumika, isipokuwa handling yule mtu ambaye amezikamatwa nazo sio sahihi. Wananchi wanatakiwa kuzingatia elimu iliyotolewa ya matumizi sahihi ya dawa. Zubeda Handrish, Kasri la Kikeke, Crown Media, Geita. Shukran sana kwake Zubeda kwa taarifa hiyo kutoka huko Geita. Na kwa sasa hapa studioni moja kwa moja tunaungana na Abdallah ambaye ni mtaalam wa pharmacy akizungumza tukizungumza naye machache kuhusiana na swala zima la hayo matumizi ya dawa. Karibu sana Abdallah. Labda moja kwa moja, unadhani kwa nini ongezeko kubwa kwa sasa la watu kuja pharmacy kuchukua dawa linazidi kushamiri kila uchao? Asante. Kwa jina naitwa Abdallah, ni mfamasia na mkurugenzi mtendaji wa Istanbul Pharmacy. Asante ndugu mtangazaji, ili tatizo ni la muda na tumekuwa tukilipigia sana kelele.
nadhani changamoto kubwa inakuja kwenye elimu, na elimu iko aina mbili. Kuna ukosefu wa elimu na kuna watu sasa hivi tunasema self medication, wanahisi wana elimu zaidi kwa kusoma kwenye mitandao, wakihisi elimu ile inawatosha wao kwenda kujitibu wenyewe. Kitu cha pili ni urahisi wa upatikanaji wa dawa. Kitu cha tatu tunaweza kusema ni tayari ipo katika tabia zetu, na hili ni tatizo la dunia nzima, na hata WHO, shirika la afya duniani, wanatumia nguvu kubwa sasa hivi kutokana na madhara mengi ambayo yanatokea kwa kutumia dawa ambazo hazijapita kwa daktari. Yes. Kwa hiyo hilo ndo tatizo kubwa hasa ambayo yanaonekana kwa hivi sasa. Yes, ni elimu na watu kupata urahisi. Unajua mtu akipiga hesabu ya kwenda kukaa foleni, kwenda kumwona daktari, kufanya uchunguzi, wanaona ile ni shortcut. Kichwa kinauma niende pharmacy, tumbo linauma niende pharmacy. Wakati ni kitu ambacho sio sawa, kwa sababu zile ni dalili. Kuumwa tumbo, kuumwa kichwa, homa, mara nyingi huwa ni dalili za vitu vingi ambavyo mtu anaweza akaumwa. Sasa kienda, unajua hata paracetamol hizi ambazo Panadol tunasema watu wanapenda kutumia mara kwa mara, kila unapotumia paracetamol nyingi, basi unaongeza uwezekano wako wa kuharibu ini lako, kitu ambacho watu wengi huwa hawafahamu hilo. Wanahisi labda nikiwa tunakunywa pombe au nini, na paracetamol ni dawa ambayo moja kwa moja inagusa ini lako. Kwa hiyo kutumia mara kwa mara bila uangalizi, bila ushauri wa wataalam ni kujiweka katika hatari ya kupata matatizo mengine ambayo yanakuwa mzigo sasa kwa serikali, pamoja na hospitali, pamoja na wewe kifedha, kwenda sasa kujitibu, uweze kufanya kazi, na kuwa ni mzigo pia kwenye familia. Na kwa sababu unajua sasa hivi kinachofanyika ni kwamba watu wanaenda TikTok, wanakutana na aidha ni madaktari kule au wanaandika tatizo lake, basi zile video anazoziangalia zinamshauri. Wengine wanaenda Google. Yes. Ni hatari kiasi gani kumsikiliza daktari wa mtandaoni au kuamini article ambayo au makala iliyoandikwa kwenye mitandao? Kwanza, kama nilivyosema mwanzo, mara nyingi tunapoumwa tunaonesha dalili. Sasa maradhi mengi dalili zao zinafanana, kwa sababu tunasema zile mishipa ambayo inapoishia, unakuta kwa mfano sukari ikishuka kichwa kitauma, pressure ikipanda sana kichwa kitauma, ukiwa na malaria kichwa kitauma, ukiwa na mafua kichwa kitauma, ukianza tumbo linauma unaharisha. Kwa kichwa kuuma, kwa daktari yule wa TikTok, yeye atakuwa amekuwa interested au anataka kuongelea kitu fulani ambacho dalili zake zinafanana na kitu ambacho wewe unaumwa. Na hata hivyo tunapata changamoto sana, unakuta hata ukiwa dukani mtu anakuja na screenshot zake za TikTok, nimeona hii. So sisi kama wataalam wa famasia pia tukishirikiana na serikali na Wizara ya Afya unakuta tunaendelea kufanya hii awareness ya kuwakataza watu wasitumie dawa kiholela. Abdallah, kuna desturi pia kwa baadhi ya watu, kwa mfano nimeumwa, nimekwenda hospitali, nimefanya check up, nimeonekana tatizo langu, nimepatiwa dawa. Sasa nikija kuumwa kwa mara nyingine tena, kumbukumbu ya dawa zangu ninazo, naweza nikachukua. Naona kipindi kile si dalili hizi. Kwa hiyo naweza nikachukua zile nikaenda pharmacy kuchukua dawa. Nitakuwa nimekosea? Ndio, umekosea. Na nazidi kusema tunapata wateja ambao mtu anakuambia mimi nataka dawa yangu hii ya kifua ndio inaniponesha. Ni makosa kusema ukweli, kwa sababu tunasema kitaalam kuna kitu tunaita FBP, full blood picture, picha ya damu. Wale seli zako wazuri, wabaya, kinga ya mwili, kila baada ya masaa 24 inakuwa inabadilika. So ulivyofanya vipimo kipindi kile kwa dalili zile, kama nilivyosema hapo awali, leo zikija dalili zile haimaanishi tatizo ni lile. Unaona? Kwa hiyo bado unakuwa unafunika dalili wakati kuna kitu kinaendelea chini ya kapeti
na tunasikia sana kwenye alikuwa kichwa tu kadondoka kafariki ghafla. Unaona? Kwa hiyo unakuta mtu alikuwa na pressure kuja juu, yeye anatibu tu, anameza panado zake, anakunywa, anapoza kichwa, baada ya muda moyo unasimama, basi tunakuwa tena tunakula pilau. Kabisa. Pale mwanzo ulitaja madhara ambayo yanaweza kukupata ndio kwa kutumia dawa pasipo kushauriwa na daktari, ukaitolea mfano paracetamol. Ndio. Ukiachana na paracetamol, kuna dawa gani nyingine ambazo ni mara kwa mara zinakuja kununuliwa kwenye maduka yenu ambazo ni hatari mtu akinywa mara kwa mara pasipo kushauriwa na daktari? Kwanza tukiacha dawa za maumivu, kuna antibiotics ambazo tunatakiwa kutoa kwa cheti cha daktari. Hasa antibiotic inajulikana almaarufu ni azithromycin. Tunasema jina la kibiashara Azuma, ambayo tulishaliongelea hili kipindi fulani hapa Mlinita. Sasa zile ni jamii ya antibiotic ambazo tunaita za kuua vijidudu. Matumizi holela ya antibiotics yanaleta usugu mkubwa katika mwili wa binadamu, na sasa tumefika stage kwamba tunapata vifo kabisa. Inakuwa kwa sababu zile antibiotics zinakuwa zina level. Unapotumia antibiotic bila ya kupima, bila ya kufika kituo cha afya kumuona daktari, unakuwa umechangia kufanya usugu. Na tatizo lingine, kwa sababu unatumia dawa ambayo walengwa sio wake, kwa hiyo vile vijidudu vinakuwa sasa vimeshatengeneza usugu. Kila siku vinapata dozi ya Azuma. Kwa hiyo siku ambapo unataka kuviua, ile dawa inakuwa sasa imeshakataa. Kwa hiyo inabidi tutumie dawa za kali za juu zaidi. Na kuna nchi zimefikia baadhi ya dawa ziko very restricted, zina control kubwa kiasi cha kwamba hauwezi kupewa bila kupata cheti cha daktari bingwa, sio daktari wa kawaida, daktari bingwa kabisa, ili kulinda usugu, kwa sababu vifo vimekuwa ni vingi sasa hivi. Sisi tunayo hiyo? Hapa nikisema tunayo itabidi nitoe na statistics lakini tunaamini ipo. Yes. Tuko naye Dr. Abdallah kwa ajili ya kutufahamisha na kutupa elimu zaidi kuhusiana na matumizi holela ya dawa huko mafamasi. Kuna mengi pia kusikia kabla tujaendelea na Abdallah. Kabisa, mimi naomba niwakumbushe tu kwamba unaweza kuitazama channel ya Crown TV kupitia kisimbuzi cha Azam TV channel namba 415. Hakikisha una kisimbuzi chako nyumbani kwako, na kama bado hujanunua kisimbuzi cha Azam TV, yanakupita yaliyo mengi kweli yakiwemo mengi yanayopatikana kwenye Crown TV. So hakikisha kwa sasa unanunua kisimbuzi chako haraka iwezekanavyo, kwa sababu kuna vingi vinavyotokea kwenye ile tour ya wanafunzi ile. Wapo mikoa mbalimbali na wametoka Mbeya, wamekwenda Morogoro na wanaendelea kuzunguka maeneo mbalimbali Tanzania. So hakikisha unalipia kisimbuzi chako ili uweze kuipata channel namba 415. Na kama bado una search pale huioni, bonyeza katikati kwenye menu yako pale. Ukishamaliza kubonyeza katikati kwenye menu yako, utaenda sehemu ya kusearch. Ukisha search utarudi, na hakikisha unatumia dish. Kuna watu wanasema bwana Temidayo, sisi hatuna dish, tuna antena tutakuja. Usikubali kupitwa na chochote kutoka Crown TV. Nafahamu tu kwamba tumekushika vizuri kabisa, ni burudani ni kwao tukiwa na Azam TV. Hilo ndio kubwa zaidi, na wahakikishe kwamba wamelipia kifurushi chao vizuri ili wasipitwe na yale ambayo wataendelea. Kumbuka Jumamosi kuna tukio kubwa sana. Kabisa, kule Kizimkazi, kushuhudia miaka 20 ya King Kiba, sio? Na kwa mtu ambaye hajafika Zanzibar, unaweza kumtaja Kizimkazi akajua. Sasa kawa anachanganyikiwa. Kizimkazi ni mbali kidogo na ambapo tamasha lenyewe linafanyika. Tamasha kule ni kwa sababu Zanzibar kuna kaskazini na kusini. Kwa kaskazini Unguja na mkoa wa kusini Unguja. Sasa lenyewe linafanyika Nungwi kule bondeni kabisa kwa Zanzibar. Kendwa Rocks pale. Kwa hakikisha kama upo Zanzibar unakwenda kwenye tamasha, tiketi nunua mapema kupitia Nilipe app. Na kama bado hujalipia kwenye Nilipe app, upo zako Dar es Salaam, unaona kuvuka maji uwezi,
basi kupanda ndege na precision pia huwezi. Kaa nyumbani, fungulia channel namba 415 uenjoy burudani ya miaka 20 ya King, mfalme wa Bongo Flava, Ali Kiba. Kabisa. Endelea pia kututazama kupitia YouTube, na kama una swali ama chochote cha kumuuliza daktari hapa, basi ruksa kuweza kutuandikia kupitia Crown TV kwenye YouTube. Andika hapo maswali yako. Yes, nasi tutaendelea kupitia na kusoma. Dr. Abdallah, ulikuwa unatueleza vizuri sana kuhusiana na madhara tunasema ya matumizi ya holela ya dawa. Kana tutajia dawa. Lakini mimi kuna bibi yangu mmoja nyumbani akitumia dawa anaweka akiba dawa zake. Yani ushatumia kabakiza nyingine kaziweka. Akiumwa tu kidogo anachukua anatumia tena. Akiumwa tu kidogo anachukua anaendelea kumalizia mzigo wake wa dawa uliokuwepo. Hili nalo unalizungumzia vipi? Kwanza niseme alikuwa anaumwa nini? Kichwa. Tatizo lake kichwa. Kwa hiyo tunarudi kule kama awali, tunatibu dalili. Watu wengi tunapenda sana kutibu dalili. Na kutokana na elimu, uelewa na hivyo urahisi, unajua mtu kama nilivyosema mwanzo, lakini tunaishukuru serikali imefanya uwekezaji mkubwa sasa hivi katika kusogeza vituo vya afya, lakini hiyo anachofanya bibi sisi hatui support, na tunakushauri hapa mbele ya hadhara, ukifika leo umshauri bwana, leo nimekutana na mfamasia ameshauri iki unavyofanya bibi sio nzuri. Kwa tunashauri unapojisikia hivi tukupeleke kituo cha karibu cha afya ukapate kupima. Na wazee wetu wengi hata sisi Mungu atatulinda, lakini kuna maradhi hivi ambayo yanakuwa yanaendana na umri fulani. Nakuta kisukari, pressure na maradhi mengine ambayo tunasema sio ya kuambukiza. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi pia kama vijana kwa wazazi wetu kuwapa elimu na kuwashauri. Muda mwingine ukipata nafasi kwenye ubiza unamchukua unampeleka akafanye check up ili kupata taarifa mapema ya afya yake kabla maradhi yale ya kunyemelea hayajakuwa makubwa. Sasa daktari, kuna kitu kimoja. Unajua mimi natamani kuongea vitu ambavyo hata sisi tunaviishi. Na maisha ya wengi ndio wanaishi. Ni kweli. Mimi nyumbani kwangu nina first aid kit. Na kwenye first aid kit yangu ile nimeweka Panadol mle ndani. Ndio. Umeshanielewa? Ndio. Si mara kwa mara huwa naumwa kichwa. Lakini mara kadhaa huwa migraine huwa inakuja na nipitia. Okay. Kwa ikija ile inabidi ni zame kwenye Panadol pale niishi nayo. Ndio. Kuna madhara gani ya mimi kuwa naenda kamfumo? Na kweli nikinywa ile Panadol napona? Ni uko sawa kusema kweli, na nimefurahi kusikia kama kuna watu kama nyinyi wanaweka first aid kit. Dhumuni lake kama alivyosema mwenyewe Mwingereza, ni huduma ya kwanza, sanduku la huduma ya kwanza. Maana yake nini? Wakati unapoumwa na kufika kituo cha afya, kuna kipindi hapa cha kati ambacho ni muhimu sana katika kuhakikisha wewe unapata ule muda wa kufika kituo cha afya. Kwa mfano, watu wenye migraine mnaelewa wenyewe, kuna zile triggers, vitu ambavyo hupelekea kupata migraine mara kwa mara. Mfano mziki mkali, kutumia baadhi ya vyakula, jua kali, kuchoka, usingizi. Kwa nakushauri vile uviepuke, lakini kwa kutumia Panadol kwa situation kama ya kwako ambayo ni temporary tu inapobidi, wakati huo ukijipanga kwenda kituo cha afya, sisemi ufanye, lakini kwa situation kama hiyo nadhani ni kitu cha kuweza kukifanya. Yes, kwa sababu unajua mara kadhaa mimi wanafanyaga hivyo, lakini naangalia nikiona hali inazidi anakimbilia kwa unawahi. Kabisa. Kitu muhimu sana. Labda utueleze dawa zipi hasa ambazo tunapaswa kuwa nazo kama tusema backup ya chochote kikikutokea, unaweza ukatumia ambacho hakina madhara pengine ama hakina athari kubwa. Sasa hapa mtani utasema alisema, lakini kwa first aid box kuna vitu basics ambazo inabidi vikuwepo: pamba, spirit, mtu amejikata, unatakiwa kuwe na plaster, unatakiwa kuwe na gauze kama mtu kunyonyanyona damu, na kuwahi dressing mtu amenini unamfunga hivi ili kumwahi kituo cha afya. Tunashauri kuwe na paracetamol.
Inategemea, baadhi ya nchi wanashauri baadhi ya dawa, mfano kama metronidazole, Flagyl kwa mtu ambaye amepata tumbo la kuharisha. Lakini sasa utumiaji wake unakuwa una changamoto kwa sababu moja kati ya dawa ambazo haziingiliani kabisa na pombe. Na ndio maana tunakuwa makini sana hii dawa tunapoisema watu watumie wasitumie. Na baadhi ya watu inawaletea madhara, wanavimba miguu, na utumiaji wake kiolela unasababisha watu sasa baada ya muda anaharisha zaidi. Anapata constipation, anakuta kwa sababu tumeshaua wadudu wale wazuri na wabaya kwenye tumbo. Lakini vitu vikuu vinne ni hivyo. Umezungumzia pombe, umenikumbusha kuna swali ambalo nilikuwa najiuliza mara nyingi sana, na hii iliwahi kutokea kuona mtu kwamba amepata flu akatumia antibiotic. Sasa baadaye alitoka nje na wenzie. Kwa hiyo wenzie wana enjoy, wanakunywa na nini? Naye akaambiwa kunywa. Antibiotic sio vitu ambavyo vinaweza kuleta athari yoyote kwenye mwili. Kwa hiyo unaweza ukaa umemeza, imepita masaa 6 basi imetosha, uendelea kupiga vitu. Hii unatueleza vipi? Sio dawa zote zinaingiliana na pombe. Kuna dawa maalum. Lakini tunafanya hivyo kwa sababu moja. Tukikwambia uache kipindi unatumia dawa, yani uko katika dozi, ni kukulinda wewe, kwa sababu sisi wataalam tutaweza kukumbuka dawa 1, 2, 3 aziingiliane na pombe. Lakini tukija kwenye upande wa pili wa wananchi na wagonjwa, sio rahisi kukumbuka kabisa. Kwa hiyo tuna wahenga walisema zamani, bora nusu shari kuliko shari kamili. Kwa hiyo bora nikwambie bana usinywe kabisa, kwa sababu baadaye kutokana na hizi mila na desturi tuseme na mazoea, tunarudi kule utaanza kumwambia mwenzako, mimi nilikula dawa ile, daktari alisema haingiliani na pombe. Kumbe jina unavotaja, tunapata sana hii, mgonjwa unavotamka dawa na dawa ilivyo ni tofauti. Kwa hiyo utasababisha sasa madhara yale yaendelee. Utamshauri mwenzako dawa umetaja vingine ametumia. Kwa hiyo ni vizuri kipindi cha matibabu yote watu wasitumie kilevi, kwa sababu pia kuna dawa nyingine sehemu ambapo kilevi kinavunjwa katika ini, dawa nyingine huwa zinaenda pale. Kwa hiyo unaupa kazi mwili wako, uvunje pombe, uvunje dawa, na kuna sehemu dawa zinaingiliana. Sitaki kuongea kitaalamu zaidi, watu wengine watu tunaochanganya, lakini elewa tu kuna sehemu kwenye mwili wako pombe na dawa huwa zitashindana katika kunasema kumeng'enya. Na pale ndo matatizo sasa yanapoanza, kwa sababu hutaweza kuzikumbuka. Kuna maradhi ambayo mara nyingi yanaonekana kama ni ya kawaida sana, si kawaida ila kama yanafanana matibabu yake. Kwa mfano mara nyingi huona kwamba wale watu ambao wanapata kama ngono, sijui kaswende, vitu vya namna hiyo, mara nyingi dawa zao zinazungumzika, zinatajwa, sijui ukitumia dawa fulani kama ilivyo UTI na Azuma kama hivyo dawa fulani inaponyesha tatizo fulani. Kwa hiyo mtu akiumwa moja kwa moja anajua kabisa tatizo langu hili linatatulika na dawa fulani. Kwa hiyo straight anakwenda dukani ama pharmacy kwenda kununua dawa hii, na kweli anapona. Na ni makosa kutoa dawa hasa antibiotic bila ya cheti cha daktari, na kama unavyosema tunaita self diagnose, kujitibu mwenyewe. Yani unajigundua mwenyewe maradhi yako, unajiandikia dawa mwenyewe, ni matatizo. Na hili tatizo kubwa sana, hasa mimi nimeona trend hii kwa sasa hivi ndo imekuwa zaidi kutokana na social media kama ulivyosema hapo brother, TikTok. Kwa watu wanaishi kwa kuwa mtu anasoma basi amesoma, mtu anaingia kabisa naumwa na kichwa nifanye nini, artificial intelligence. Na hii ndo tutaiunganisha sasa hivi katika event yetu ya ambayo tutashowcase technology. Watu lazima wajue mwisho wa siku mtaalamu wa afya, mimi wanapenda kutoa mfano mzuri sana. Ukipata tatizo la umeme, hauwezi hata siku moja ukashika nyaya mwenyewe. Ndio. Utatafuta fundi umeme. Yes, kwa hiyo sisi wataalamu unakuta unatumia miaka mingi shule, unamaliza unakuja kwenye jamii una practice,
na unaona mambo mengi. Kwa hiyo sisi tunaomba muwe mnatusumbua kwenye afya. Ni vizuri mkao mnatusumbua sisi kuliko mkachukua maamuzi wenyewe, kwa sababu kuna kipindi unakuta hospitali kuna watu wanaumwa wamejaza, wewe utatumia kitanda ambacho kutokana umetumia madawa mwenyewe ukapata madhara, ukaja occupy space ambayo mtu angetakiwa anaumwa serious atakosa ile huduma kwa sababu wewe uko pale emergency. Na tunaelewa sote mifumo yetu ya afya ilivyo kabisa. Yes. YouTube unasoma ujumbe za YouTube. Sawa. Asema utumiaji wa dawa kiholela hata yeye pia anao. Sasa nikijihisi tu vibaya najua hiyo ni malaria. Hivyo na kunywa zangu mseto na kuwa nimekaa sawa. Kwa hiyo sioni shida zaidi tu ya jambo hilo. Anaitwa Asha John. Yeye anasema hivyo. Kwanza anasema kitendo cha kwenda hospitali halafu natoa pesa, mwisho wa siku naandikiwa halafu naambiwa nikanunue duka la dawa, hiyo ndo sitaki. Abdallah akitueleza kitaalam kabisa kuhusiana na athari za matumizi ya dawa kiholela ama kwenda huko mafamasi. Kijisikia tu wewe umeingia famasi. Okay, sawa. Zoezi kuhusiana na swala la afya wiki tutalizungumza pale mwishoni kidogo wakati tunamalizia. Lakini mimi nilikuwa nataka kuendelea kufahamu zaidi. Unajua alichokiongea Samira hapo kwamba mtu ana sababu anasikia kwamba kuna mazoea, ukiumwa unapewa dawa fulani. Siku hizi tuna marafiki, mfano kuna dawa moja inaitwa Gofen, nadhani unaifahamu. Ndio. Kichwa kikuuma sana tunakwambia bwana tumia Gofen. Tuna hiyo kawaida, marafiki kwa marafiki tunashauriana. Nafasi sasa ya ninyi kama wafamasia ambao ndo mnakaaga pale pharmacy, ni mara ngapi? Kwa sababu mimi sije kuendaga pharmacy nikataka dawa, yule pharmacist akaniuliza kwamba wewe bwana umeambiwa na daktari, yeye ananipa. Yani yeye mwenyewe haniulizi. Uone kuna shida hapa, kwa sababu unaweza kukuta yeye anataka kufanya biashara, haizi kukataa pesa yako, anataka kuuza dawa. Hili limekaje? Nadhani changamoto kubwa ni hapo, tunasema kwenye maadili, na inapokuja swala la fedha, finance, kidogo muda mwingine watu tunakuwa tunashake, lakini misingi na kanuni za ufamasia pamoja na kanuni zetu za afya zinamtaka mtu apewe dawa kwa kutumia cheti. Lakini dawa ulotaja au baadhi ya dawa tunaziita ni OTC, ni over the counter. Kuna dawa zina makundi. Kuna dawa ambazo kweli unaweza kupewa bila cheti cha daktari. Kuna baadhi ya dawa za maumivu, dawa za kifua, cream za kupaka, supplements, yani virutubisho lishe, maziwa ya watoto. Kuna vitu vingi bado vipo ambavyo havihitaji cheti. Kwa hiyo dawa kama ambayo unahitaji Gofen, kitaalam ni ibuprofen ya maumivu. Huwa ni dawa ambayo ipo, upatikanaji wake ni rahisi. Na wenyewe hata kama umeona wana matangazo mpaka kuruhusiwa kufanya yale matangazo, hujawahi kuona dawa za pressure zikitangazwa, lakini utakuta dawa za maumivu, dawa 3 Panadol, kwa sababu zile huwa hazihitaji cheti cha daktari. Lakini dawa kama zile sisi kwa kitaalamu unakuta lazima nikuulize, kwa sababu ibuprofen ni jamii ya dawa tunaita non-steroidal anti-inflammatory drugs. Kwa hiyo kwa watu ambao wenye vidonda vya tumbo, watu wenye allergy, watu ambao tayari washatumia dawa ikawadhuru, huwa lazima nikuulize, bwana ushatumia dawa yote ambayo imekuletea madhara. Lakini ni dawa moja ambayo ni pendwa na haihitaji cheti cha daktari. Na hata nawapa alert, ukichunguza dawa zote hizi matangazo ambazo zinaruhusiwa kutangazwa ambazo hazihitaji cheti cha daktari, lazima mwisho atakwambia maumivu yakizidi muone daktari, kwa sababu ile ni disclaimer pale, ni unaweza ukashtakiwa umetumia dawa yako sijapona. Kwa hiyo ni kwamba anakuambia tumia, lakini pia kuna kipengele cha kwenda kumuona daktari kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa hiyo unaniambia kuna umuhimu wa kuwa na namba ya daktari kwenye simu yako? Muhimu sana. Mara moja unamuuliza daktari. Tunauliza hata namba yangu nitatoa leo kwa maswali yote. Muda wote 24 hours itakuwa ni uongo. Nikilala tu ndo nakuwa sijibu message.
Sawa, Temida ulikuwa unataka kuongelea jambo? Yes, nilikuwa nataka kulizungumzia hilo jambo, lakini kabla ya kuendelea pia daktari anazungumzia hizi dawa ambazo ni unakwenda pharmacy na vingine. Pengine labda si eneo lako sana, lakini kuna watu wengine wanaenda mbali zaidi, wanatumia dawa nyingine za ambazo si hizi zilizotengenezwa kwenye maabara. Mitishamba. Ni eneo langu pia. Mimi nimesomea mitishamba miaka 6. Safi kabisa. Na kwenye mitishamba kukoje? Kwa sababu kikawaida vijijini au hata kwenye jamii zetu hapa mjini, ukiumwa tumbo, mtu mwingine anaweza kukwambia kanunue labda wanazile flagella, labda kanunue flagella. Lakini mwingine atakwambia kakate nini ule mti gani ule unaitwa mwarobaini. Kakate mwarobaini, chemsha, kunywa maji yake. Hatujuagi kiasi pale. Ndio, na hiyo ndo changamoto kubwa ambayo tunaweza kupata kwenye mitishamba. Na labda ni wataarifu tu wananchi wa famasia, lazima wasomee mitishamba. Na nadhani kuna misconception, watu wanahisi kwa kuwa tunakaa pharmacy basi tunachukia dawa za mitishamba. Hapana. Na sasa hivi kuna bidhaa nyingi za mitishamba hizi ambazo hazihitaji vyeti vya daktari. Zinatibu, lakini nyingi zao nakuta nguvu yao sio kubwa. Hiyo ndo experience yangu. Na pia watu wenye elimu sio wengi sana. Mitishamba pia inahitaji elimu. Kwa mfano, kuna baadhi ya miti itakiwa ivunwe asubuhi ndo ifanye kazi. Ile kwa sababu hata kwenye miti kinachofanya kazi ni chemical composition ya mti wenyewe. Na hata dawa nyingi, inabidi tuwaeleweshe, dawa nyingi zinatoka katika miti. Aspirin, kuna antibiotics nyingi zinatoka kwenye miti. Kwa miti tunafanya kitu tunaita synthesis, tunatoa kule ndo tunaleta, tunafanya isolation. Kwa kile tunachukua kile tunachokitaka, kwa sababu ndani ya mti kuna vitu vingi. Ndio maana utashangaa tambua mti mmoja unatibu magonjwa mengi. Yes, kwa sababu kuna vitu vingi ndani. Kwa sisi tunachukua tunachotaka, hii ya tumbo ndo tunaifanyia dawa. Lakini mitishamba tunaikubali na tunasema hata kitaalam ni alternative medicine, tiba mbadala. Tunazikubali, lakini tuende katika vituo ambavyo wanaelewa nini wanafanya. Hapo kwenye mitishamba. Kuna swala la nyungu. Natumia mitishamba. Na kuna kipindi tuliambiwa ni kitu sahihi kabisa. Lakini watu wana mix vitu vingi sana. Mtu anachukua mti huu, majani haya. Ni kipi sahihi hasa kinaweza kikawa kinahitajika katika nyungu ambayo inaweza kuwa na nguvu kwenye kusaidia kweli kuupa mwili nguvu au kupunguza homa na vitu vingine? Mara nyingi uzuri kuna taasisi zimetusaidia kwenye hilo, hasa kipindi kile cha COVID-19. Kuna baadhi ya taasisi za kiserikali na binafsi zilitengeneza, naweza kutaja chache tu, kuna Bupiji, Covidol. Uzuri wa kutumia vitu kama vile ambavyo tunasema vina vipimo. Uzuri wa ubaya wa famasia, tunapenda vipimo kwa sababu dawa ni dozi. Yani bila dozi dawa inakuwa sumu. Kwa hiyo tunashauri tumia vitu ambavyo vina vipimo, au uende kama nilivyosema mwanzo, sehemu ambazo watu wanajua, wanafanya wataalam. Unakuta sasa hivi kuna clinics ambazo zimeruhusiwa na serikali, herbal clinics. Lakini umemkuta tu mtu amekaa amepanga tu kimeza chake, si waponde wala si haribi biashara. Lakini ndio hivyo, unakuwa kama umeenda kubahatisha. Na hata kupiga nyungu lazima uji. Kuna watu washaungua, washababuka na yale maji na ule mvuke. Kuna watu wengine wamesuffocate, mtu ameshindwa kupumua, amecollapse. Kwa hiyo ni vizuri kabla kufanya kitu tukajiridhisha na tukapata taarifa sahihi kutoka kwa wataalamu wa afya. Sawa, labda jambo imekaa vizuri kabisa. Tulitaka kuzungumzia mwanzoni Zanzibar Afya Week. Naomba tuambie haswa hii Zanzibar Afya Week lengo lake ni nini, na mmejipangaje, na ni lini hii wiki itaweza kutokea? Zanzibar Afya Week ni wiki ambayo tumepanga kufanya kule kisiwani Zanzibar, Unguja.
katika viwanja vya Nyamanzi. Tunategemea kufanya tarehe 4 mpaka tarehe 10 mwezi wa 5 Mungu akipenda. Inshallah. Na tutakuwa na vitu vitano vikuu. Kwanza kutoa elimu ya afya kama hii tunaofanya leo, pamoja na upimaji wa afya bure. Tunashirikiana na serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia Wizara ya Afya. Tuna support kubwa yao kwenye kuanzia vifaa, kuanzia rasilimali watu. Kutakuwa na elimu ya afya na upimaji wa afya bure. Pili, tunataka kuelewesha dunia kuhusu utalii tiba. Kama unaona sasa hivi medical tourism, kiangalia huku bara pamoja na visiwani, serikali hasa visiwani pia kupitia kwa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Mwinyi umefanya uwekezaji mkubwa sana, na tunahisi dunia na wananchi pia bado hawajui, bado tuna ile uaminifu kwamba private hospitali binafsi ni bora kuliko serikali. Kwa hiyo inabidi tuwaoneshe watu uwekezaji uliofanywa, na kwa kupitia hivyo kupromote utalii tiba, medical tourism, kwamba mtu anapokuja Tanzania, anapoenda Zanzibar, basi akae zake beach na asiwe na wasiwasi. Anajua bwana, nikiumwa zile operation kubwa zote ambazo unaweza kufanya nje ya nchi nitafanya hapa. Hata wewe sister, ukitaka kwenda kupumzika, unajua bwana, naenda kule, matibabu yamekamilika, napata jua langu zuri, na kula na urojo wangu, safi kabisa. Hata nikiumwa, nikidondoka, nikipata ajali, kuna hospitali nzuri kabisa. Kwa hiyo watalii wawe wanakuja pia kupata matibabu kwa kupitia hospitali zetu. Tatu, tunataka kuonesha kuhusu afya dijitali, umuhimu au maendeleo ya kidijitali katika afya. Sasa hivi nadhani kila mtu anasikia kuhusu artificial intelligence, AI, kuna mambo ya telemedicine, kuna mambo kwa madaktari yuko nyumbani anakutibu wewe uko nyumbani, mambo hayo tuliongea. Kuna vitu vingi ambavyo maendeleo makubwa yapo katika afya kwa kutumia teknolojia na tunasema innovation. Na tuna vijana wa Kitanzania wengi sana ambao wanafanya kazi nzuri sana. Tutawapa platform kuonesha ubunifu wao katika afya, na pia tuwaoneshe wa Tanzania kwamba tupende vya kwetu vya nyumbani. Yes. Pia tutaonesha umuhimu wa ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi na uwekezaji. Na mwisho kabisa kutakuwa na waongeaji, kutakuwa na kongamano. Itakuwa ni wiki ambayo iko busy sana, lakini tukizingatia hayo mambo matano ambayo nimeyataja hapo. Samira, mimi nimeshuhudia uwekezaji anaosema wa hospitali. Zanzibar kuna hospitali imejengwa ya Lumumba, hospitali mpya ya mkoa. Ile hospitali ukiingia ndani unaweza kusema nipo kwenye hospitali ya private ya nyota 7. Sana. Hatari kabisa. Iko vizuri mno. na tuna Kitogani ambayo itakuwa ni medical city. Itakuwa ni hospitali pamoja na kufundisha, ni kijiji kabisa ambacho kijiji cha afya. Kwa hiyo wananchi na watalii watapata kwenda kuona, tutaruhusu wataona uwekezaji wote, maana wanasema kuambiwa na kusikia na kuona mwenyewe ni vitu. Kwa hiyo nahamasisha watu siku hiyo waje, kuingia ni bure. Utakutana na wataalamu wengi, utajifunza mambo mengi. Tutaonesha pia haya mambo mlongea haya, tiba mbadala, afya mitishamba. Tuta involve, tutajumuisha watu wote katika afya, hatubagui watu. Kwa sababu lengo ni moja, kuwa na afya njema. Yes. Kabisa. Basi sawa, neno moja la mwisho la kuongezea kabla hatuja kuaga vizuri. Abdallah, usema utaacha nambari za simu. Yes, namba yangu ni 0658 088 652. Unaweza kuirejea? 0658 088 652. Kwa maswali yote nitajibu kupitia namba hiyo. Sawa. Napatikana Msasani, Coca-Cola, Istanbul Pharmacy na Kinondoni. Basi shukran sana Abdallah kwa kushiriki nasi ndani ya Kasri
Naamini Watanzania wamekusikiza vyema na watazingatia leo ambayo umetueleza hii leo. Situkutakie kila la kheri na karibu nyakati nyingine. Asanteni sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.